Huku haya yakijiri, katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok amefichua kwamba zaidi ya wanafunzi 50,000 hewa wamekuwa wakifaidi mgao wa serikali wa shilingi 15,000. Bitok amesema kuwa uchunguzi unaoendelea umefichua kwamba idadi ya wanafunzi hawa iliongezwa katika baadhi ya shule, akifichua sakata ya kufujwa kwa mabilioni ya pesa, kama anavyotuarifu Melita Oletenges. Ukaguzi unaoendelea katika shule za sekondari kubaini idadi halisi ya wanafunzi imefichua sakata kubwa ya mgao wa serikali kuwafaidi wanafunzi hewa. This is serious. This is very serious. Katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok aliyefika mbele ya kamati ya elimu bungeni aliwaambia wabunge kuwa ukaguzi wa shule 17,000 kati ya 32,000 umefichua maelfu ya wanafunzi hewa. We have found that more than 50,000 students so far were not there before. So about 50,000 so far, and we're in the middle of the process, almost 50,000. So you can be sure we shall unearth many other things. Kwa mujibu wa Bitok, uchunguzi huu pia umebaini kuwa baadhi ya walimu wakuu wamekuwa wakidanganya kupata mgao zaidi wa serikali, japo wanakamati wametaja maafisa wa serikali kuwajibishwa. Kamati ya elimu vilevile ikiibua maswali kuhusu tuhuma za kuwepo kwa shule hewa. In the schools, verification of schools, have you found where capitation has gone to non-existent school up to now? We can't confidently say there's a ghost school. We can't say that. Thank you. But we can say the numbers have gone down, but in the next 1 week or so, we should have a very clear position if there were schools that are non-existent. Sakata hiyo sasa imefichua kwamba mabilioni ya pesa yalifujwa kupitia wanafunzi hewa. If 50,000 schools, if 50,000 students, you have unearthed a discrepancy. What is the cost? What was the director of secondary education doing? What was the director of primary school education doing? And what was your capitating officer, who is next to you, the accountant, doing? Somebody has to pay for this money. You go to schools like a school in Narok. You find children studying in Lenana High School. The children are doing their exams, they are studying outside, sitting in the sun, and yet there's a school in Kenya where 50 million is given when there's other schools that children are studying outside. Melita Oletenges,